kupokea neema yake ambayo ni kubwa katika maisha yetu. Ninamshukuru Mungu kwa vile ambavyo amekuwa pamoja na sisi na jinsi ambavyo anaendelea kututetea sana. Namshukuru Mungu kwa sababu ya neema yake hiyo. Basi tunamshukuru Mungu kwa sababu ya kipindi cha kirefu kidogo cha Christmas na mambo mengine, na tunamshukuru Mungu sana kwa ulinzi. Namshukuru Mungu kwa ajili yako ndugu yangu mpendwa ambaye tuko pamoja. Namshukuru Mungu pia kwa ajili yako mtumishi wa Bwana ambaye unatufuatilia kwenye Facebook yetu. Mungu akubariki sana sana. Basi asubuhi ya leo tuungane tena kwenye ibada yetu alfajiri hii ya leo. Tukaendelee wakati tunapoelekea kumalizia ule utangulizi. Ni kweli utangulizi umekuwa mrefu, lakini tuko karibu kumaliza, na tuendelee au tuingie kwenye kiini cha ujumbe huu na tuweze kuendelea na mambo mengine na vipengele vingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi naomba ukumbuke jambo hili kwamba kwa nini tunapitia utangulizi umekuwa ni mrefu na Roho Mtakatifu anatupitisha hapa. Kumbuka ni ili tuelewe kwa nini aliibeba hiyo nia, ni kwa nini alikubali au ameamua kufanya hivyo. Yote ni ili tuweze kuelewa chanzo au mwanzo ulikuwaje, na tuende na tujue sasa kwa sababu mwanzo ulikuwa hivi, ndio maana anakuwa na nia hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu hiyo ni muhimu sana tukaendelea mpaka pale ambako Roho Mtakatifu anapoishia au anapomaliza kwa habari ya ufafanuzi kuhusu mwanzo, kwa maana ya utangulizi ule. Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ninaomba nimshukuru Mungu asubuhi ya leo, alafu tukaendelea tena kidogo pale kabla tujaingia kwenye nafasi ya kuomba Mungu. Baba, katika jina la Yesu, asubuhi ya leo tena tunasema asante kwa pendo, rehema, neema na fadhili zako za ajabu. Baba, asante kwa sababu ya wakati huu mzuri ambao Bwana umetupatia tena asubuhi ya leo, alfajiri hii Bwana ya pekee. Baba, tunalitukuza na kulibariki jina lako. Asante kwa sababu ya siku hii ya leo tena Bwana. Asante kwa sababu ya tarehe ya leo ya 29 ya mwezi wa Disemba Bwana 2025. Baba, tunakushukuru kwa neema yako hii. Mfalme wa amani, tunaomba tena Bwana ukawe pamoja nasi kwa wakati mwingine tena Bwana, ukiendelea kuzungumza nasi kwa viwango vile ambavyo unakusudia, ukiendelea kuleta ufafanuzi mkubwa Bwana kwa habari ya maneno yako Bwana mabwana, na kwa habari ya makusudi yako, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Ninakuomba Bwana ukaseme nasi tena asubuhi ya leo, nikimkemea shetani ambaye ni mharibifu, anayeleta uharibifu wakati wa neno lako, ili tusipate kuelewa, kwa jina la Yesu aliye hai. Roho Mtakatifu wa Bwana, kaomba tafadhali ukatamalaki katikati yetu, ukiendelea kuzungumza nasi, ukiendelea kutupa ufafanuzi, ukiendelea kufunua maneno yako ndani yetu, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba, tunaomba neema yako na iwe juu yetu Bwana, ukaendelea kuzungumza nasi katika jina lenye mamlaka la Yesu Kristo. Baba, tupe kuelewa na kufahamu kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Amen. Basi tunamshukuru Mungu tena. Wacha tupate kuendelea na kile ambacho Roho Mtakatifu wa Bwana anatupa kuendelea nacho katika asubuhi ya leo ya pekee kabisa, ikiwa ni Jumatatu ya mwisho ya mwaka wa 25. Yesu asifiwe. Basi tulifikia, nafikiri mstari ulikuwa wa 14 pale ambako Mungu alimlaani nyoka na kumwambia kwamba atalaaniwa. Tuliisha mstari wa 15 alipomwambia, nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke na kati ya uzao wako na uzao wake, wao utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Yesu tusaidie sana. Hapo ndo tunapata ahadi ya kwanza kabisa ya ukombozi wa mwanadamu. Hapo tunaanza kupata ahadi ya kwanza kabisa kwamba Yesu atakuja ili kuponda kichwa cha nyoka ambaye alitumika na shetani, kwa maana ya kwamba atamponda shetani kichwa. Chochote kile kikishaharibiwa kichwa hakina uwezo tena wa kufanya shughuli zake kama ipasavyo. Hakina tena huo uwezo. Kwa sababu gani hakitakuwa na huo uwezo? Ni kwa sababu tayari hakina kichwa. Hasa Mungu hapa anaitoa ahadi katika namna hii kwamba uzao wa mwanamke ndio utakaomponda shetani nini? Kichwa. Na ndio maana unaona Yesu anapokuja hana baba, ila anapitia kwa Mariamu, lakini ana baba kwa jinsi ya mwili. Hana baba kwa sababu Mungu alishahidi tangu mwanzo kwamba atapitia tu kwa mwanamke ili shetani apondwe nini?
kichwa. Bwana Yesu asifiwe. Wewe pale inawekwa ahadi ya kwanza kabisa ya kukombolewa kwa mwanadamu ili kurudishwa kwenye position yake. Asifiwe Mwokozi Yesu. Mstari wa 16 tulisoma pia, tukaona mwanamke alivyozidishiwa uchungu wake wakati wa kuzaa, atazaa kwa uchungu, anapewa jambo jingine pale kwamba sasa mwanamke angeongozwa tu na mwanaume, sio kutawaliwa, lakini sasa anaingia kwenye kipengele cha kwamba atatawaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Hapa niseme kidogo, kuna kitu ambacho kimekuwa kinaendelea duniani kwamba 50 kwa 50, 50 by 50, lakini niseme hivi, hakuna 50 kwa 50 kati ya mwanamke na mwanaume. Haipo, haijawahi kuwepo, haipo na haitakuwepo. Haitawahi kutokea. Kwa sababu gani? Kwa sababu hiyo tayari hapa Mungu alishasema kwamba mumeo atakutawala. Alishamwambia Hawa, kwa tendo hilo ulilofanya mumeo atakutawala. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hiyo hata ungefanyaje, mwanaume anabakia kuwa mwanaume, anabakia kuwa juu, anabakia kuwa kichwa, anabakia kuwa kiongozi. Hawezi kuwa sawasawa na mwanamke, haiwezekani kabisa. Ni kwamba mwanamke anapewa heshima kama ambavyo Petro anasema kwamba kama chombo kilicho dhaifu, lakini na kumpa heshima, anapewa tu heshima, anathaminiwa kwa ule upendo wa mume, anathaminiwa, anatunzwa humo na anashirikishwa vitu. Lakini haimaanishi kwamba yeye naye anakuwa na nafasi kwamba naye ndiye mtawala, ni mtawala wa familia. Labda baba asiwepo, kama mume hayupo, yeye ndo anabakia kuwa mtawala, lakini akiwepo anapaswa kunyamaza, anapaswa kusikiliza mume wake. Kazi yake yeye ni hii hapa. Naomba uelewe jamani, hakuna 50 kwa 50 kati ya mwanaume na mwanamke. Hiyo biashara haipo. Mungu alishaikataa. Anayeweza kufanya mwanamke atatawaliwa na mwanaume milele. Mungu alishasema hapa na tumesoma. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ni muhimu sana ukajua, mwanamke wewe ni msaidizi. Wewe ni msaidizi, na kazi ya msaidizi ni kushauri. Wewe unapaswa kumshauri mumeo kwamba bwana ni 1 2 3 katika uzuri, sio kumfokea, sio kumkaripia, ni kumshauri. Tena katika upendo. Bwana Yesu asifiwe. Sio kumfokea. Maana kuna wanawake wako hivyo. Unampigia mdomo hapana. Na mwanaume kwa asili hana huo uwezo wa kuvumilia makelele. Hasa yanayotoka kwa mwanamke. Hatavumilia pengine ya kutoka mwanaume mwenzake kwa sababu yuko kazini, kuna kitu anategemea, kuna kitu anavumilia kwa ajili yake, anavumilia kwa ajili ya mshahara. Lakini nje na hapo, mwanaume hana asili ya kuvumilia makelele. Hata kama hana hela, hawezaki kuvumilia hayo makelele ya mwanamke, hawezi. Maana mwanaume kwa asili hajaumbwa adharauliwe na mwanamke, hawezi. Kwa sababu hiyo ni muhimu ukajua, au usije ukawadhani kwamba unaweza ukamkaribia kwa sababu ni 50 kwa 50. 50 kwa 50 ni kwenye moyo wako, sio kwenye ulimwengu wa roho. 50 kwa 50 kwenye moyo wako, tena kwenye ufahamu wako. Lakini 50 kwa 50 sio mbele za Mungu. Hiyo biashara hakuna. Mungu amemweka mwanaume kuwa kichwa cha familia, na hii imethibitishwa baada ya makosa ya Hawa. Baada ya makosa ya Hawa, hapo ikatokea kwamba hakuna namna nyingine, lazima mwanamke atatawaliwa na mwanaume. Tunaendelea kumalizia, tunaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 17, akamwambia Adamu, kwa kuwa umeisikiliza sauti ya mke wako, kwa kuwa umeisikiliza sauti ya mke wako zaidi kuliko ya kwangu, umeamua kutii sauti ya mkeo kuliko yangu mimi. Jamani wanaume, nataka niwaambie wanaume, ni muhimu sana mkajua, kama kuna kiumbe chenye uwezo wa kumteka mwanaume kirahisi, ni mwanamke. Ukifuatilia hata historia kwenye vitabu, ukifuatilia historia za kijeshi na kijasusi, majasusi wengi wanaume, asilimia kubwa wamedhibitiwa na kukamatwa na wanawake au kwa kupitia wanawake. Kwa sababu gani? Udhaifu wa mwanaume ni mwanamke. Yaani inaonekana tangu mwanzo. Ni muhimu sana ukawa makini bro.
yani ukawa makini sana kwenye hilo eneo katika jina la Yesu. So angalia hapa, kwa kuwa umeisikiliza sauti ya mkeo. Kwa nini alisikiliza? Mwanamke amekuwa na uwezo mkubwa wa kumshawishi mwanaume, ana uwezo. Na ndio maana mtu yote yule ambaye anataka kitu kwenye familia yako, kwa maana anataka labda umkopeshe hela au vinginevyo, yani akiona, akijua kabisa kwamba wewe hautampa, anapitia kwa mkeo. Yani akizapitia kwa mkeo, huenda ikawa rahisi wewe kuitoa hiyo hela kuliko akipitia kwako. Inaweza ikawa rahisi sana. Anajua kukushawishi, anajua vile ambavyo atakushawishi. Mwangalie mtu anaitwa Samson. Mwangalie mtu anaitwa Samson. Samson na ubabe wake na nguvu zake ambazo zitokana na Mungu mwenyewe, Roho Mtakatifu alikuwa akija juu yake, anakuwa na nguvu za ajabu na ushujaa wake Samson. Lakini anafika mahali aliyemkamatisha ni mwanamke. Simply amemlaza tu mapajani, baby, anakamata rasta za jamaa. Hapo moja kwa moja Samson akakamatwa, yani akaishia hapo. Kwa nini? Mwanamke ana ushawishi. Tangu mwanzo ameonekana kuwa na ushawishi zaidi kwa mwanaume, anakuwa na ushawishi sana. Kwa sababu gani? Mwanaume anavutiwa zaidi na mwanamke kuliko kiumbe kingine chochote. Kwa hiyo inaweza kuwa rahisi sana kwake kushawishiwa, kirahisi sana. Ndio maana inabidi uwe makini sana. Kama kuna mambo ambayo ukiyachanganya yatakufelisha kwa haraka, ni pamoja na uchanganye uchumi na uasherati au na ukahaba. Ukichanganya uchumi na hiyo biashara, utakwama kweli kweli, yani utakwama. Angalia wako watu ambao wameanguka kiuchumi, wamefirisika kwa sababu ya wanawake. Ni muhimu sana kuwa makini mwanaume, kwa sababu mwanamke ana uwezo wa kumshawishi mwanaume. Na ngoja niseme hivi, mwanamke ana uwezo wa kuishi na kila mwanaume duniani. Ngoja niseme tena, nasema hivi, mwanamke ana uwezo wa kuishi na aina yoyote ile ya mwanaume duniani. Aina yoyote ile ya mwanaume anaweza kuishi naye na wakaishi kabisa, yakawa maisha. Lakini mwanaume hawezi kuishi na kila mwanamke, hawezi, kwa sababu mwanaume ni mtu asiyependa kelele. Mwanamke ana uwezo wa kushawishi na kumtuliza. Ndio maana utashangaa hata mtu ambaye pengine ni jambazi mbaya, anayeogopwa na jamii, lakini ana mke, na inawezekana akifika nyumbani anamwomba mke wake samahani. Akija kwako kukunyang'anya mali yako, wala anakushughulikia, yani hana shida, yani haogopi. Lakini akifika kwa mke wake, samahani, mpaka na magoti anapiga. Ili ujue mwanamke kwa mwanaume ni kiumbe chenye uwezo mkubwa sana wa kiushawishi. Unaweza kushangaa Adamu alimsikia Mungu moja kwa moja, lakini bado pamoja na hayo alishawishika, akadanganyika na mwanamke. So ni muhimu sana ukawa makini, uwe makini kweli kweli unapokuwa na mwanamke. Mwanamke ana uwezo wa kukushawishi, ana uwezo mkubwa wa kushawishi. Lakini vile vile ni muhimu ukajua pia wewe mwanamke kwamba uwe makini na mwanaume. Mwanaume ni mtu mwenye uwezo wa kumshawishi mwanamke wa aina yoyote duniani kirahisi tu, hata kama hatafanikiwa, lakini atashawishi. Ana uwezo wa kushawishi, na pengine kusema hivi, ana uwezo wa kufanikiwa kwenye ushawishi wake. Bwana Yesu atusaidie sana, kwa sababu pia mwanamke naye aliwekewa hapa kwamba tamaa yake itakuwa kwa mumewe, naye atatawaliwa na nani? Na mwanaume. Kwa hiyo ni muhimu ukajua hivi vitu vyote, yani huyu anamweza huyu na huyu anamweza huyu, yani ndivyo ilivyo. Bwana Yesu asifiwe. Tuendelee. Kwa kuwa umeisikiliza sauti ya mke wako, ukala matunda ya mti ambayo nilikuagiza usile, nikisema usiale, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako, kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. Sasa hapa kwenye hii naomba ushike vizuri. Kuna watu ambao wamekuwa wanaambiwa, lete udongo wa shamba lako, au njoo nunua udongo kwangu ukaweke kwenye shamba lako ili ardhi yako ibarikiwe. Nenda kalete udongo, ulete pamoja na sadaka, ili tuombee huo udongo na shamba lako libarikiwe. Nataka utambue jambo moja vizuri. Soma huu mstari wa 17 vizuri. Ile bii yake anasema, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Biblia au Mungu hazungumzi akisema kwamba ardhi imelaaniwa. Iko tu na laana
kwa sababu ya kwako wewe. Ngoja niseme tena, yaani kama kusema hivi, wewe ukiwa kwenye hiyo ardhi imelaaniwa. Kama wewe ukiwa kwenye hiyo ardhi imelaaniwa, kwa tafsiri ya kinyume, ukiondoka kwenye hiyo ardhi, ardhi haina laana, maana imelaaniwa kwa ajili yako. Kwa lugha nyingine, wewe usipokuwepo juu ya hiyo ardhi, ardhi imebarikiwa. Mwokozi Yesu atusaidie. Sikiliza, aliyebeba laana inayoisumbua ardhi sio ardhi yenyewe. Ardhi inasumbuliwa na laana aliyoibeba mwanadamu. Ngoja niseme tena, ardhi inasumbuliwa na laana aliyoibeba nani? Mwanadamu. Kwa hiyo ni mimi ukajua ardhi yako haina laana na haijawahi kulaaniwa, ila wewe ndio unaweza ukaibeba laana na ikaisumbua ardhi yako. Mwokozi Yesu asifiwe. Muhimu sana kuwa makini hapa. Usio kadanganywa unaibiwa hela zako. Wanakuibia hela, wanakuambia njoo nunua udongo. Nataka niseme na wewe mpendwa, ndugu yangu, na uelewe. Narudia tena kwamba ardhi haina laana. Ardhi haina laana. Ila wale wanaokaa juu ya hiyo ardhi, kama wana laana, ardhi nayo inakuwa na laana. Si kwamba ardhi inakuwa yani hapana, tuseme hivi, inawakataa. Kwa nini? Ardhi haijawahi, Biblia inasema ardhi imelaaniwa ni kwa ajili yako wewe, lakini kama wewe ukiwa umebarikiwa, ardhi nayo imebarikiwa kwa ajili yako. Yesu asifiwe. Sasa nasema ardhi imelaaniwa kwa ajili yako, sio kwamba yenyewe ina laana, ila kwa ajili yako wewe ardhi ina laana. Kwa hiyo kwa ajili yako pia ardhi ina baraka. Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Muhimu ikushika. Kwa watu, kuna watu ambao wamefanya biashara kwenye hiyo. Wamefanyia watu biashara, wamewauzia watu udongo kwa hela nyingi tu. Wamewauzia watu udongo, na wengine wamwambia leta udongo pamoja na sadaka, lete tukomboe. Nisikilize bwana, ardhi kama ingekuwa ni kukombolewa kwa hivyo, nisikilize, maana yake ingekuwa imekombolewa lile tone, ile kilo moja au robo kilo ya udongo ulioleta, ndio ingekuwa imekombolewa. Vinginevyo nyingine yote ingekuwa ina shida. Lakini tunaambia ulete kidogo, alafu yote itakuwa imebarikiwa. Ardhi yako yote itakuwa imebarikiwa kwa sababu kile kidogo kiliombewa. Sasa usikilize neno la Bwana, mtumishi wa Mungu. Wewe mwanadamu usikie neno la Bwana. Nisikie. Unachohitaji wewe ni baraka ya Mungu. Unachohitaji wewe ni kumlingana Mungu, ili ardhi yako iondokane na laana. Wala una haja ya kukamata udongo si ukapeleke, si ukanunua udongo si kwa nani huko, ulete uweke kwenye shamba lako. Haitasaidia chochote ikiwa wewe unaishi maisha mabaya ambayo yana access laana, yanaifanya laana iwe hai juu yako. Ile laana ya Mungu, maisha unayoishi ndio yanafanya ile laana ya Mungu iwe hai au laana ya Mungu isiwe hai. Yale maisha utakayoishi ndio yanaamua laana ile ya Mungu itakuwa hai ama baraka yake ndio itakuwa hai juu yako. Kwa sababu hiyo anasema hivi, anasema ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Maana kama wewe uko umebarikiwa na ardhi imebarikiwa kwa ajili yako, ardhi haina gia, inakutegemea wewe. Utaipelekaje? Utaishi maisha ya namna gani? Ni nini kitakuwa hai? Nini kiko active kwako? Kile kilicho active ndicho kiko active kwenye ardhi yako. Kilicho active kwako wewe kiko active kwenye kazi yako. Kilicho active kwako wewe kiko active kwa watoto wako. Kama unaishi maisha ya kumpendeza Mungu, ile baraka ya Mungu iko active kwako na kwa kila kitu. Kama unaishi maisha mabaya yanayo access laana ya Mungu, itakuwa active juu yako na vitu vyako vyote. Yesu atusaidie sana. Sasa wewe mtu huwezi kuniambia, sikia, unajua kabisa una mahirizi. Una mahirizi, halafu unapeleka udongo ukakombolewa. Haiwezekani. Lazima uamue kubadilika ndani kwanza. Ukishabadilika ndani, uishi maisha yanayompendeza Kristo. Hapo ndio ile baraka ya Mungu inakuwa hai juu yako. Baraka ya Mungu ipo tu, ila inaweza kuwa imefungwa kwa sababu maisha yako hayaruhusu hiyo baraka kuwa hai juu yako. Maisha ya ruhusu na laana ya Mungu ipo tu, ila imefungwa kwa sababu ya maisha yako ya kumpendeza Mungu. Ukiishi maisha ya kumpendeza Mungu, hiyo laana ya Mungu inakuwa imefungwa, haina mamlaka juu yako, haifanyi kazi. Maana ile laana imeambatana na dhambi. Laana imeambatana na dhambi.
Na baraka imeambatana na nini? Imeambatana na utakatifu na maisha mazuri ya kumpendeza Kristo. Kwa hiyo anasema ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Na kama ulishawahi kutoa hela kwa sababu hiyo, pole sana. Na nataka nikwambie, ardhi haijalaaniwa na haina laana na haiwezi kubeba laana, ila mwanadamu anayeitumia ardhi ndiye anaweza kubeba laana na ardhi ikapata shida. Yesu atusaidie sana. Naomba tuendelee. Sema ardhi imelaaniwa kwa ajili yako, kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. Anasema michongoma na miiba itakuzalia, nawe utakula mboga za kondeni. Kwa jasho la uso wako utakula chakula, hata utakapoirudia ardhi ambayo katika hiyo ulitwaliwa, kwa maana mavumbi wewe, nawe mavumbini utarudi. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa ni muhimu sana ukajua. Yesu asifiwe. Biblia inasema kwamba Mungu akamwambia Adamu kwamba atakula kwa jasho, kwa uchungu, kwa jasho la uso wake atakula mazao ya ardhi, maana hata ardhi yenyewe imemchukia, imeshakuwa na uadui kwa sababu ile dhambi aliyofanya, ule uadui umekuwepo. Yesu atusaidie sana. Laana ile inamsumbua. Nataka ukamate jambo hili ujue. Nilisema siku moja hapa na nirudie tena. Mara nyingi watu wamekuwa wanajaribu kufanya mambo mbalimbali, hata mabaya, ili kuweza kupata fedha, ili kuweza kupata kitu fulani kilicho kizuri. Nataka nikukumbushe, kila unachokifanya leo, narudia tena, nitumie hii lugha, kinyago unachokichonga leo kumtishia mwenzako, ndio hicho kinaweza kikakukimbiza mwenyewe usiku. Kinyago ulichokichonga mwenyewe, elewa, kile kinyago unachokichonga ukidhani unamtishia mwenzako, huenda ukawa unajichongea mwenyewe, kikakutisha we mwenyewe. Shimo unalochimba kumchimbia mwingine, huenda ukatumbukia we mwenyewe. Nataka ukumbuke jambo hili zuri, ya kwamba Adamu alifanya dhambi yeye, lakini linapokuja suala la ile mavuno ya dhambi au matokeo ya dhambi au yule mtoto wa dhambi ambaye ni mauti, mauti ile inampata kila aliyetokana na viuno vya Adamu, ambaye hata mimi na wewe. Kwa kuwa ukifanya mabaya, hata uzao wako nao unajumlishwa, hata kuishi maisha mabaya. Kwa sababu angalia, Adamu amefanya mabaya huko, lakini angalia ile adhabu ya kifo mpaka leo inatusumbua. Hata na sisi inatusumbua. Kwa nini? Kwa sababu baba yetu Adamu alifanya mabaya, alifanya dhambi, na kila alichokifanya mshahara wake ilikuwa ni kifo. Hakukuwa na namna nyingine. Ahadi ya kila alichokifanya ilikuwa ni kifo, haikuwa uzima. Kama ahadi ya kile alichokifanya ilikuwa ni kifo, hiyo ahadi imeanza kutimia kwake na inatimia na kwetu siku zote. Kwa nini? Nataka kusema na wewe ukumbuke ya kwamba unaweza ukafanya dhambi kweli ukasamehewa, lakini ule mshahara wa ile dhambi huenda usiuepuke. Ule mshahara wa ile dhambi huenda usiukimbie ukatokea. Kwa hiyo ni muhimu ukawa makini. Adamu akaadhibiwa hapo na Mungu. Basi naomba nisome mstari wa 22. Bwana Mungu akasema, basi huyu mtu amekuwa kama mmoja wetu kwa kujua mema na mabaya, na sasa asije akanyosha mkono wake akatoa matunda ya mti wa uzima akala akaishi milele. Sababu unaweza kujiuliza, kwa nini Mungu anasema hivi? Anaposema amekuwa kama mmoja wetu, haina maana kwamba mwanadamu hakuwa hivyo. Nataka uelewe kwa nini anatoa hapa majibu. Anasema kwa kujua mema na mabaya, amezijua pande zote mbili. Haikuwa halali kwa Adamu kujua habari ya mabaya, haikuwa halali, haikuwa asili yake, ila akajiingiza huko kwenye kujua nini? Mabaya. Yeye alipewa ajue mema tu. Alipojiingiza kwenye mabaya pia ikawa sasa hamna tofauti. Sasa kwa sababu ameshajua na mabaya, ameyajua mema tangu mwanzo, sasa ameyajua na mabaya, kitakachofuata anaweza kunyoosha mkono akachukua matunda ya mti wa uzima akala, alafu
aishi milele. Kwa nini Mungu je alikuwa hataki Adamu aishi milele? Hapana, ila ni kwa sababu tayari mwanadamu anatembea kwenye dhambi, kwenye laana, maana hakutubu. Kwa kuwa anatembea kwenye dhambi, akila yale matunda ya mti wa uzima ataishi milele kwenye dhambi yake, na ndio kitu Mungu alikuwa hataki mwanadamu aishi kwenye dhambi yake. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana akamtoa. Biblia inasema kwa hiyo Bwana Mungu akamtoa katika bustani ya Edeni ailime ardhi ambayo katika hiyo alitwaliwa. Ukumbuke hapa Adamu kazi yake ilikuwa ni kupalilia bustani ya Edeni. Sasa hapa anapotolewa anaenda kuanza kulima na kuotesha vya kwake. Aanze kuotesha. Yesu asifiwe sana. Anasema kwa sababu hiyo Mungu akamtoa katika bustani ya Edeni ailime ardhi ambayo katika hiyo alitwaliwa. Basi akamfukuza huyo mtu, akaweka makerubi upande wa mashariki wa bustani ya Edeni na upanga wa moto uliogeuka huku na huko kuilinda njia ya mti wa uzima, ili mwanadamu asije akapata nafasi ya kwenda kula hiyo. Maana mwanadamu hata leo ametafuta sana namna gani ambavyo atazuia kifo kisimpate, ili aendelee kuishi kwenye anasa zake, aendelee kuishi kwenye mabaya yake. Lakini Mungu alizuia wasipate hiyo nafasi. Tunda la mti wa uzima lingeachiliwa, makerubi wasingewekwa pale, watu wangeenda wanachuma wanakula, wasingekufaga. Lakini Mungu alizuia. Kwa nini alizuia? Kwa sababu hakutaka mwanadamu akae milele kwenye dhambi yake. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Tunaelekea mwisho kwenye utangulizi wetu. Naomba niende mbele kidogo pale, ikiwezekana tufikie mwisho siku ya leo. Kuanzia kesho tuanze kipengele kingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ni muhimu ukashika hiki kitu. Nasoma sura ya 4 mstari wa kwanza. Biblia inasema Adamu akamjua Hawa mkewe, naye akapata mimba, akamzaa Kaini. Akasema nimepata mtoto mwanamume kwa Bwana. Akaongeza akamzaa ndugu yake Habili. Habili alikuwa mchunga kondoo na Kaini alikuwa mkulima wa ardhi. Anasema ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Habili naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama. Bwana akaitakabali sadaka Habili, akamtakabali Habili na sadaka yake, bali Kaini hakumtakabali wala sadaka yake. Kaini akaghadhibika sana, uso wake ukakunjamana. Unaona hapa tayari tu dhambi ya baba imeanza kutafuna watoto. Dhambi aliyoifanya baba imeanza kuleta madhara kwenye uzao wake. Kwa hapa kinachotokea, hata ukiangalia kwa Daudi anafanya dhambi ya kumuua Uria na kumchukua mkewe. Mungu anamwambia kwa sababu hiyo upanga hautaacha kuwepo kwenye familia yako. Tunaona baadaye kidogo Absalom anainuka anamuua Amnoni. Inaendelea, imekuwa ni vurugu ndani ya familia. Kwa nini? Dhambi iliyofanyika. Nataka uelewe, ukifanya dhambi unaweza ukatubu na ukasamehewa, lakini kuna mshahara wa dhambi. Ule mshahara wa dhambi huenda usiuepuke. Sio kila kitu Mungu ataondoa. Yehoshafati anatubu mbele za Mungu, lakini pamoja na hayo anakutana na ugonjwa ambao ndio unaondoa maisha yake baada ya kuwa amemsaidia Ahabu. Nataka uelewe, acha kusema natenda dhambi nitatubu. Mpendwa, ile ule mshahara huenda usiuepuke. Bwana, kuna watu wanajifariji, Mungu ni wa rehema, kwa hiyo nafanya tu leo, naiba tu leo, nafanya tu leo, nazini tu leo, nitatubu. Hapana, nisikilize mpendwa, epuka dhambi, maana ina mshahara. Kweli msamaha unaweza ukaupata, lakini vipi kuhusu mshahara wa dhambi? Huenda usiuepuke huo, huenda Mungu asiuondoe. Ahadi iliyowekwa kwamba ukifanya itatokea hii, hiyo ahadi huenda isivunjwe. Ni muhimu ukawa makini mpendwa. Mungu anamwambia Daudi, anamwambia kweli nimekusamehe, lakini mtoto atakufa. Mshahara wa hii dhambi uliyoifanya kumuua Uria ni mtoto kufa. Kwa hiyo hata ufanyeje, atakufa. Daudi akafunga, kaomba, akataa kula siku ngapi, lakini bado mtoto akafa. Angalia dhambi anaifanya Adamu hapa, inaanza kuwakula watoto. Epuka dhambi mpendwa.
uganga unaofanya leo, wao ushirikina unaofanya, utawasumbua watoto wako baadaye. Bwana Yesu atusaidie sana. Sema uso wake uso wa Kaini ukaanza kukunjamana. Wivu unaanza hapa. Wivu wa kwanza kabisa kutokea duniani unaibuka ndani ya Kaini. Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu? Na kwa nini uso wako umekunjamana? Kama ukitenda vema utapata kibali, usipotenda vema dhambi iko inakuotea mlangoni, kama ilivyomuotea na baba yako Adamu. Dhambi inakuotea mlangoni, nayo anasema nayo inakutamani wewe, walakini yapasa uishinde. Ipo ni kweli, dhambi inakumendea. Hata hapo ulipo mpendwa, dhambi inakumendea. Dhambi inakumendea. Dada, dhambi inakumendea. Unaweza ukajua umepata mtu kukusaidia. Unaweza ukajua umepata mtu kukusaidia, lakini kumbe ni dhambi inakumendea. Siku atakapodai mali yake ambayo amekupatia mara nyingi, itakubidi umlipe mwili wako. Dhambi inakuotea, dhambi inakumendea, lakini nakupasa uishinde. Heri ule miogo ya kuchemsha, heri ukae njaa, lakini dhambi uiepuke. Kwa sababu hiyo, angalia, ana Mungu anamwambia dhambi inakutamani wewe, lakini nakupasa uishinde. Inapasa uishinde, haijalishi, inakupasa uishinde. Sio kasema sasa mimi ningefanyaje? Ungefanyaje? Binti mmoja akaniambia, sasa yeye ni mchumba wangu, ningefanyaje sasa? Yeye ni mchumba wangu, ataenda wapi kumalizia haja zake? Kaambia una pepo ndugu. Pepo wewe binti kabisa. Yesu asaidie sana. Dhambi inakuotea ni kweli, lakini nakupasa uishinde. Ni kweli inakuotea, lakini yakupasa uishinde. Sema Kaini akamwambia Habili nduguye, yani pamoja na kwamba ameonywa, angalia jinsi ambavyo imekuwa. Kama vile ambavyo Adamu alionywa na Mungu, usile hili tunda kwa kuwa litaleta kifo, ukilila usile. Ameonywa kabisa na Mungu. Na hapa Kaini naye anaonywa na Mungu, dhambi inakuotea, lakini nakupasa uishinde. Hakuna namna. Dhambi imeshakuwa na nguvu ndani. Nisikilizeni, nitakuja kueleza tena hapa, lakini nikuambie, mwanadamu kutoka hapo alionyesha jambo fulani ambalo linahitaji msaada wa ziada. Kwa sababu hiyo, nataka kukuambia hivi, ishi ndani ya uwepo wa Mungu. Mpendwa, ukiishi nje ya uwepo wa Mungu, dhambi inakuotea na namna ya kuishinda huna. Dhambi inakuotea hata ukiwa ndani ya uwepo wa Mungu, lakini haitakushinda ukiwa ndani ya uwepo wa Mungu. Ila ukienda nje ya uwepo wa Mungu, dhambi itakushinda. Kwa nini? Komwe lako hilo komwe haliwezi kuishinda dhambi. Akili yako hiyo haina uwezo wa kuishinda dhambi, my bro. Haiwezi. Wao umekaa na mdada hapo, amekaa nusu uchi, unaweza kusema kwa jina la Yesu, hauwezi kushinda. Ni mguu. Atusaidie Mwokozi Yesu. So, elewa, dhambi inakuotea ni kweli, ila inatafuta nafasi ya kukutoa kwenye uwepo wa Mungu. Ikikuweka nje kwa uwepo wa Mungu, umepatikana, huna namna, itakupata. Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo anamwambia ndugu yetu twende uwandani. Akatoka. Ikawa alipokuwa uwandani, Kaini akamuinukia Habili nduguye, akamuua. Aona hapa, mtu na ndugu yake, kifo cha kwanza kinatokea. Mauti ya kwanza, uwaji wa kwanza, ukatili wa kwanza unatokea hapa. Kaini anaua ndugu yake. Anamuua kwa nini? Dhambi ya baba yake imeanza kuleta matokeo. Nataka kusema na wewe mpendwa ndugu yangu, elewa, jambo unalolifanya leo linaweza kuleta madhara kwako kesho na kesho kutwa. Usiweke akiba mbaya. Mungu akupe neema, Mungu akuwezeshe, Mungu akupe neema ya kuishinda dhambi inayokuotea. Mungu akupe neema ya kuishinda dhambi inayokuotea. Dhambi inakumendea, lakini inakupasa kuishinda katika jina la Yesu. Sasa tukaombe Mungu asubuhi ya leo. Naomba Mungu atupe neema. Mungu akupe neema. Tunataka kuwa kile ambacho kinamfurahisha Kristo. Tuwe matokeo halisi ya kazi ya msalaba. Amba tuende mbele za Bwana tukapate kuomba.
Baba, katika jina la Yesu, asante kwa neema yako. Wakati huu Bwana tumekuja mbele zako, Mungu mwenye mamlaka na uweza, Mungu mwenye nguvu. Nimekuja kwako wewe Bwana katika majira haya, Mungu mtakatifu, nikiomba ambapo Bwana wangu na Baba yangu, katika jina la Yesu, Bwana, neema yako iliyo kubwa mno, neema yako iliyo ya pekee sana, tunaomba iwe juu yetu tena kwa mara nyingine. Baba, tunahitaji sana neema yako. Nenda mbele za Bwana, kaombe katika jina la Yesu. Tunahitaji sana neema yako Bwana mabwana, Mungu mwaminifu, Mungu mtakatifu, tunahitaji neema yako Baba, katika jina lenye uweza na nguvu na mamlaka, jina la Yesu Kristo Mwokozi aliye hai. Baba, tunaomba neema yako na iwe juu yetu tena Bwana, katika majira, wakati na saa hii. Tunaomba neema yako Bwana, ile neema yako ambayo Bwana katika hiyo Mfalme kila jambo linatendeka katika maisha yetu. Mfalme, tunaomba Bwana hiyo neema yako na iwe juu yetu, katika jina la Yesu Kristo Mwana wa Mungu aliye hai. Baba, tunaomba neema yako na iwe juu yetu Bwana, katika jina lenye nguvu la Kristo Yesu Mwokozi na Bwana wetu. Baba, tunaomba neema yako na iwe juu yetu katika jina la Yesu. Mwokozi Mfalme wetu, tumekuja kwako Bwana wangu tunaomba Bwana neema yako na iwe juu yetu katika jina la Yesu. Bwana wangu na Baba yangu, ninakusihi sana kwamba Mungu mtakatifu, mwaminifu, mwenye uweza na mamlaka, Baba yetu, tunakuhitaji sana wewe, Mungu mwenye haki. Bwana wangu na Baba yangu, katika jina la Yesu, ninaomba neema yako na iwe juu yetu Bwana, kwa jina lenye nguvu la Kristo Yesu. Baba, ninaomba neema yako na iwe juu yetu Baba. Tunakusihi Mungu mtakatifu kwamba tutengeneze Bwana. Baba, tutengeneze tuwe kile ambacho kwa ajili hicho Bwana ulikubali kufa msalabani. Yesu, tutengeneze Bwana wangu na Baba yangu Bwana, ukatupe kwa kile ambacho ulikikusudia. Tukawe Bwana lile tokeo la makusudi yako Mfalme. Bwana wangu, tutengeneze tuwe tokeo la kazi yako Mungu mwaminifu, na kuomba Bwana ukatutengeneze Mfalme. Bwana, tukawe kile ambacho ulikitarajia hasa baada ya kazi ya msalaba, kwa jina lenye nguvu la thamani la Yesu Kristo Mwokozi. Baba, tutengeneze Bwana mabwana. Yesu, tunakuomba Bwana ukatufinyange vile upendavyo, vile utakavyo, vile unavyofurahishwa navyo Bwana. Yesu, tunakuomba Bwana wangu ukatutengeneze Mungu mtakatifu, ukatupe kuwa tokeo Bwana la kazi ya msalaba. Tutengeneze Bwana tuwe kile ambacho ulikikusudia Mungu mtakatifu, ile ambacho Bwana kinakupa raha, kile ambacho Bwana kinakufaidisha wewe. Ukatutengeneze Bwana wangu tuwe kile ambacho ulikitaka Mungu mtakatifu. Bwana wangu na Baba yangu, wakati ulipokubali kumtuma Yesu msalabani, Bwana, iko nia, iko kusudi, iko makusudi Bwana yako, madhumuni ambayo katika hayo Mfalme ulitaka Bwana, kuna kitu ulitaka kitokee. Mungu mtakatifu, Bwana wangu, nakuomba Bwana ukatutengeneze tuwe kile ambacho Bwana wewe ulitaka kitokee, tuwe kile ambacho kinakufurahisha wewe, tuwe kile ambacho Bwana ulitaka kitokee Mfalme, katika jina la Yesu. Tunaomba Bwana matengenezo makubwa ndani yetu. Yesu, finyanga tena Bwana, tengeneza kwa upya Bwana wangu na Baba yangu, ukatupe Bwana kwa furaha ya moyo wako Mfalme. Baba, tutengeneze kabisa Mungu mtakatifu, na kuomba tena, ninakusihi sana Bwana wangu ya kwamba Mungu mtakatifu ukatutengeneze Bwana mabwana. Yesu, tupe kuwa kile ambacho ulikikusudia Baba, tutengeneze Mfalme. Nahitaji kuwa kile ambacho ulikikusudia, kile ambacho wewe ulikitaka Mfalme. Bwana, nataka kuwa hicho, wala isiwe tofauti, kwa jina la Yesu Kristo Mwana Mungu aliye hai. Baba, nitengeneze Yesu, tufinyange Bwana mabwana. Baba, tukae kile ambacho ulikitengeneza, kile ambacho ulikikusudia Mungu mtakatifu. Tutengeneze Bwana mabwana. Baba, tutengeneze Mfalme. Bwana, tukawe tokeo halisi la kazi ya msalaba. Tukawe Bwana kile ambacho ulikikusudia ulipokubali kuinuliwa msalabani. Yesu, tutengeneze tuwe tokeo halisi la kazi ya msalaba, kwa jina la Yesu aliye hai. Baba, tukawe kile ambacho ulikikusudia wewe, kile ambacho ulikitaka, kwa jina la Yesu. Baba, tutengeneze. Baba, tutengeneze Yesu, tufinyange Baba, tuwe kile ambacho ulikikusudia, kwa jina la Yesu aliye hai. Baba, tukawe kile ambacho Bwana kwa ajili ya hicho ulikubali kufa msalabani. Yesu, tutengeneze. Yesu, fanya matengenezo mapya ndani yetu Bwana. Baba, tuwe kile ulichokikusudia Baba, tutengeneze Mungu mtakatifu, kwa jina lenye nguvu na thamani la Yesu Kristo Bwana wetu. Baba, ninakuomba sana kwamba ukatutengeneze Bwana Baba, wala tusio tofauti Mfalme. Bwana wangu, ninakuomba sana tutengeneze Bwana, tuwe kile ambacho ulikitaka, kile ambacho Bwana ulikikusudia, ambacho ndicho faida kwako, kwa jina la Yesu aliye hai. Baba, tutengeneze Bwana, tuwe kile ambacho ulikikusudia, kile ambacho ulikitaka mwenyewe, katika jina la Yesu. Bwana Yesu, katufinyange Baba, wala tusio tofauti na vile ulivyotaka wewe, katika jina lenye uweza, mamlaka na nguvu la
Yesu Bwana mwamba na mwokozi wetu, Yesu tunakuomba ukatutengeneze Bwana. Yesu tutengeneze katika jina la Yesu. Bwana wangu na baba yangu, ninaomba ukatuunde kabisa kwa upya. Bwana, tuwe kile ambacho ulikitaka, tuwe kile ambacho ulikikusudia. Kristo Yesu mfalme, Bwana mwamba na nguvu zetu, mfalme wetu, tunaomba Bwana ukatutengeneze. Yesu ukatupe Bwana kuwa furaha yako katika jina la Yesu. Bwana wangu tutengeneze mfalme, Bwana tukawe tokeo halisi la kazi yako msalabani katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba tutengeneze Bwana, tuwe tokeo halisi la kazi ya msalaba. Bwana wangu nitengeneze Baba, finyanga kwa upya. Bwana wangu nikawe ile furaha yako msalaba. Bwana litokea halisi la kazi ya msalaba. Bwana wangu na baba yangu, ninakuomba ukatutengeneze Bwana. Yesu tukawe tokea halisi la kazi ya msalaba. Yesu ukafurahishwe na kuishi kwetu duniani. Bwana wangu tutengeneze Bwana mabwana, tukawa faida kwako Bwana, katika jina la Yesu nakuomba. Mwamba na mwokozi wetu, tutengeneze Bwana, tuwe faida kwako. Mpendwa, omba katika jina la Yesu. Omba Bwana kufanyia matengenezo asubuhi ya leo. Omba Bwana kufanyia matengenezo kwa jina la Yesu. Baba tutengeneze Bwana, tuwe kile ambacho ulikitaka baada ya kazi yako msalabani. Bwana, wala kazi yako msalabani isiwe kama hasara juu yetu, lakini Bwana ikawa na matokeo makubwa ya faida kwako mfalme. Bwana tutengeneze mfalme. Baba tufinyange Jehova, vile uonavyo ni vema, vile uonavyo inakupendeza, vile uonavyo kwamba inakufurahisha wewe. Yesu tutengeneze hivyo. Bwana wangu, wala isiyo tofauti, lakini Baba tupe kuwa furaha ya moyo wako. Yesu tutengeneze Bwana. Baba ukafurahishwe na kuishi kwetu duniani. Baba moyo wako ukashangilie kwa sababu umetuweka duniani. Bwana moyo wako ufurahie katika jina la Yesu. Baba tutengeneze kabisa, moyo wako ushangilie. Baba nakuomba Bwana, usimamapo utazame duniani. Bwana ukikumbuka kazi yako msalabani, unapotutazama uone Bwana kuna faida, uone faida kubwa, uone Bwana faida, uone vile unavyofaidika kwa jina la Yesu aliye hai. Uone vile unavyofaidika Bwana kwa kuwepo kwetu duniani. Baba katika jina la Yesu naomba Bwana wangu katutengeneze. Yesu finyanga kabisa Baba yangu, wala usiwe na kimya, wala usinyamaze. Mtakatifu Mungu wetu, Baba tutengeneze mfalme. Bwana ufurahishwe na kuwepo kwetu. Moyo wako ushangilie Bwana kwa sababu umetuweka duniani katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu na baba yangu, ninakuomba Yesu katutengeneze Baba, tupe kuwa faida kwako, tupe kuwa faida yako duniani Baba, tupe kuwa furaha yako Yesu, wala usiumie moyo kwamba umetuweka duniani, lakini Bwana moyo wako ufurahie ya kwamba umetuweka, ya kwamba Bwana umetuweka, moyo wako ukafaidike Yesu, ufaidike na kuwepo kwetu duniani Baba. Tunapokuwa hadharani wewe ufaidike Bwana, tunapokuwa sirini wewe ufaidike kwa jina la Yesu aliye hai. Yesu nakuomba Baba ukajitukuze Baba, ukafaidishwe na kuishi kwetu duniani Bwana. Maisha yetu, mienendo yetu Bwana iwe faida kwako, miili yetu Bwana iwe faida kwako, kwa ufalme wako, kwa jina la Yesu aliye hai. Bwana ukatupe neema ya kuishi kwa ajili yako, tuishi kwa faida yako Yesu, tuwe faida yako duniani, tuishi Bwana kwa ajili yako mfalme. Ukatupe neema ya kuishi kwa faida yako, ya kuishi kwa ajili yako Baba, tuwe kile ulichokikusudia, tuwe furaha ya moyo wako katika jina la Yesu Kristo mwokozi wa ulimwengu. Baba yangu na Mungu wangu, mimi ninakuomba Bwana kwamba ukatupe neema ya kukuishia wewe Baba, tukuishie wewe katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana mabwana, nakuomba ukatufanyie matengenezo katika jina la Yesu Baba. Tengeneza, umba kwa upya Bwana. Bwana ukatupe kwa furaha yako Bwana wangu, furahie kwa kuwepo kwetu duniani Bwana. Baba maisha yetu yawe faida kwako katika jina la Yesu Bwana, ikoe furaha kwako mfalme katika jina lenye nguvu la Yesu Kristo Bwana mwamba mwokozi na nguvu zetu, nakuomba Bwana Yesu ukatupe kuwa furaha yako Baba, tupe kuwa shangwe ya moyo wako Bwana. Baba ukafurahishwe Bwana kuwepo kwetu duniani katika jina la Yesu Kristo Bwana wa Mungu aliye hai. Bwana wangu, wala tusiishi tofauti, lakini Baba moyo wako ufaidike Yesu, kwa kuwa wewe Bwana ulikubali kufa msalabani kwa ajili yetu. Tunaomba Bwana ukatutengeneze, wewe ufaidike, kwa kuwa umetununua kwa thamani na umesema tukutukuze katika miili yetu Yesu. Tunakuomba ukatutengeneze Baba yangu na Mungu wangu, nakuomba ukatufinyange Bwana utakavyo katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu na baba yangu, nakuomba mno, ninakusihi sana ya kwamba Bwana ukatutengeneze kabisa katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu na baba yangu, mimi nakuomba sana kwamba ukatutengeneze, kwamba ukatufinyange Bwana, tukawe furaha yako katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai.
Bwana wangu na Baba yangu, ninaomba neema yako Mfalme, ninaomba neema yako Bwana. Baba, ninakusihi ukatufanyie matengenezo. Yesu, ukafaidike na kwa kuwepo kwetu duniani. Baba, ukafaidishwe na maisha yetu Bwana, maisha yetu yakawa faida kwako, yakawa furaha ya moyo wako Bwana, katika jina la Yesu. Baba, tutengeneze Baba, tufinyange upendavyo Yesu, tuwe kile ambacho ulikusudia katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu ali hai. Baba, tumekuwa furaha yako Mfalme, tumekuwa furaha yako Bwana. Yesu, ukafurahishwe na kuwepo kwetu duniani katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu na Baba yangu, ninakuomba sana Bwana ya kwamba Mungu mtakatifu katutengeneze. Yesu, ukafurahishwe na kuwepo kwetu katika jina la Yesu. Baba, tunaomba Baba, tunakuja tena alfajiri ya leo, tunakusihi Bwana, shauku yetu ni wewe, wewe ndio hitaji la mioyo yetu Bwana. Baba, nasi tumekuja kwako Mfalme, tunakuhitaji wewe Baba, tunaomba neema yako Mfalme na iwe juu yetu Bwana. Baba, tunakuhitaji wewe Baba, tunakuhitaji wewe mno. Yesu, ende hitaji la mioyo yetu Mfalme, wende tunakuhitaji Bwana, katika jina lenye thamani kubwa sana la Yesu Kristo, Mwokozi, mwamba na nguvu zetu. Bwana mabwana, nakuomba Mungu mtakatifu ya kwamba Bwana Yesu Kristo Mwokozi, ukawe pamoja nasi tena, Mungu mwenye haki Bwana, Mungu mwenye mamlaka. Yesu, tunakuomba Bwana, ukafanye makao yako ndani yetu Bwana, pakawe mahali pako pazuri tena pale unapopenda, unapofurahia kukaa Bwana. Yesu, ufanye makao yako ndani yetu kama ulivyoahidi katika neno lako Bwana 14:23 Yohana mtakatifu, akaba Bwana utakaa ndani yetu na tutakaa ndani yako Bwana. Utupeleke Bwana tukae ndani yako na wewe ukae ndani yetu Mfalme. Bwana, ukafurahishwe, ukapendezwe na kuwepo kwetu katika jina la Yesu. Wala moyo wako usiumie kama umetuweka duniani, lakini Bwana moyo wako ufurahie kama umetuweka duniani Bwana, katika jina la Yesu aliye hai. Roho Mtakatifu wa Bwana ukafurahishwe na kuwepo kwetu duniani katika jina lenye uweza na mamlaka. Bwana Yesu, nakuomba Baba ukatende katika jina la nguvu la takatifu mno la Yesu Kristo Bwana. Baba, ninakuomba Yesu ukatende. Yesu, jitukuze ndani yetu Bwana, ukatupe neema tukae ndani yako. Yesu, tunaomba kibali Baba, ukatupe neema tukae ndani yako Bwana, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu na Baba yangu, ninakuomba sana Mfalme, Bwana wangu ukatutengeneze katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu na Baba yangu, ninakuomba sana kwamba Mungu mtakatifu katutengeneze Bwana. Yesu Kristo Mwokozi mtakatifu mno Bwana. Yesu, nakuomba ukajitukuze Baba, ukajionyeshe Baba, ukajidhihirishe katikati yetu Bwana. Baba, tunakuomba ukae ndani yetu Bwana Yesu, nasi tukae ndani yako Baba. Tunaomba ukatujaze kwa Roho Mtakatifu Bwana. Baba, tunaomba kujaa Roho Mtakatifu kila majira na kila wakati Bwana. Yesu, tunakuomba tunaomba kujaa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo Bwana wangu. Baba, utujaze tena Yesu kila wakati. Tunaomba kujaa Roho wako Mtakatifu ndani yetu Bwana, yakabubujike maji yaliyo hai, yakabubujike maji yaliyo hai ndani yetu Bwana, yakabubujike maji yaliyo hai, maji ya uzima yakabubujike ndani yetu. Tunaomba ujaze Roho Mtakatifu Bwana. Baba, tujae tukae ndani ya Roho Mtakatifu, ndani ya viwango, ndani ya Roho Mtakatifu, ndani ya bubujiko Bwana, ukaliondoa lile jangwa Bwana wangu na Baba yangu. Kuna watu ambao wanaishi katika jangwa baya la rohoni, kwa jina la Yesu Baba, nakuomba ondoa ukame wa kiroho, ondoa hilo jangwa la kiroho, ondoa ukame Bwana, ukavifukue visima vilivyofukiwa ambapo zamani vilibubujisha maji na sasa vimekoma, sasa vimefukiwa. Yesu, nakuomba vifukue tena, Yesu vifukue tena kwa jina la Yesu aliye hai. Baba yangu, nakuomba Bwana wangu, nakusihi fanya upesi kuzetu kama hapo kale. Roho wako Mtakatifu abubujike ndani yetu Bwana, tukae ndani yake Baba, akae ndani yetu. Roho Mtakatifu wa Bwana ukabubujike ndani yetu rika na rabashaka. Roho Bwana, tunaomba reboshakana. Yesu, tunaomba ukatujaze Roho wako, ukatujaze kwa uwezo wako. Roho Mtakatifu ukajae ndani yetu, uwezo wako Bwana ukabubujike ndani yetu kipekee kwa jina la Yesu. Roho Bwana, tunaomba alfajiri ya leo ukatujaze tena. Yesu, tumetoka kutembea wenyewe Baba, tusio wenyewe, lakini Roho Bwana naomba ukatamalaki wako watoto wako Bwana, wengine wako majumbani wanaomba sahihi Bwana, umeungana pamoja nasi
kwa njia ya mtandao. Yesu nakuomba wakumbuke, naomba mimina Roho wako Mtakatifu juu yao, uweza wako Bwana ukawe juu yao, nguvu zako Bwana zikawe juu yao, kwa jina la Yesu aliye hai. Yesu nakuomba Bwana, naomba jaza tena kwa jina la Yesu, uweza wako ndani yao. Roho Mtakatifu tamalaki, jaza wakapokee mahali ulipo kwa jina la Yesu. Pokea nguvu ya Roho Mtakatifu, pokea kwa jina la Yesu, pokea uweza wao, pokea kwa jina la Yesu, pokea wa juu yako, pokea wa ndani yako, pokea in the name of Jesus. Receive it in the name of Jesus. Baba, ninaomba fanya upya, pindua tena, geuza hali ya mambo, fanya kwa upya, jaza kwa jina la Yesu. Baba, ninakuomba Roho wako Mtakatifu katamalaki ndani yetu, katamalaki ndani yetu Bwana, katika jina la Yesu. Baba, ninakusihi usiwe na kimya wala usinyamaze. Naomba kwa ajili ya watoto wako wote Bwana, mahali walipo. Yesu, ninaomba neema yako na iwe juu yao katika jina la Yesu. Bwana, kuanzia sasa wasio wale ambao walizoea, wasio wale tena Bwana Yesu, kafanya upya katika jina lenye nguvu la Yesu Kristo Mwokozi, mwamba na nguvu zetu. Ninakuomba Bwana mabwana, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu na baba yangu, ninakuomba sana kwamba ukajitukuze katika jina la Yesu. Baba, ukajionyeshe, neema yako na iwe juu ya watu wako, neema yako Bwana iwe juu yetu. Roho Mtakatifu katamalaki wako walio wagonjwa. Yesu, nakuomba ukawaponye. Wengine wana changamoto, wana dalili za pressure, moyo unaenda mbio. Yesu, ninakuomba nyosha mkono wako ukarudisha hiyo pressure mahali pake kwa jina la Yesu aliye hai. Hiyo hali ya kukosa utulivu kwenye moyo, hiyo roho ya mauti kwa jina la Yesu, toka roho ya mauti, toka. Huna mamlaka juu ya mtu, toka ndani ya dada, toka ndani ya kijana, toka, mwachie kwa jina la Yesu. Roho ya mauti toka, mwachie, mwache huru kuanzia leo kwa jina la Yesu. Ugonjwa wote uliompata toka, mwachie, toka ugonjwa, mwache huru katika jina la Yesu. Baba, naomba uzima wako uwe juu yake, naomba uzima wako uwe ndani ya mwili wake katika jina la Yesu. Akaupokea uzima mikononi mwako Mfalme, kwa kuwa unaweza, kwa kuwa una nguvu. Ponya Bwana na wale ambao uchumi wao hauko vizuri. Yesu, naomba Bwana ukawakumbuke, tengeneza Bwana, wape neema ya kupata fedha. Yesu, watu wako wana mahitaji mbalimbali. Yesu, nakuomba tokea kwao, bariki watu hao, wabariki Bwana, bariki kazi za mikono yao, bariki kazi za mikono yao, wape kukubalika kwenye ajira zao, kwenye biashara zao, wape kibali, wape maongezeko, wape kuongezeka, wape kuzidi, wape kupanuka kiuchumi, wape kwenda vina, wape kuwa na vina, wape kuongezeka kwa jina la Yesu. Panua hozi yao, ongeza Bwana utawala wao kibiashara kwa jina la Yesu aliye hai. Baba, ninakuomba ukawakumbuke katika jina la Yesu. Baba, asante kwa matendo yako makubwa katika jina lenye uweza, mamlaka la Yesu Kristo Mwokozi. Wakumbuke Bwana Yesu, kuanzia leo unyonge kwao usitajwe tena, unyonge usiwe ndani yao, unyonge usiwe kwao, wape kushinda na zaidi ya kushinda katika jina la Yesu. Baba, asante kwa matendo yako katika jina la Yesu. Wanapoondoka manyumbani mwao kwa ajili ya kwenda kwenye kazi zao, Yesu, ambao tembee na wao Baba, ukawaongoze. Yesu, nakusihi uwe pamoja nao. Bwana wangu, nakuomba ukawapiganie, ukawatetee kwa jina la Yesu, ukawatunze mikononi mwako, wakawe salama. Usafiri wanaotumia ukalindwe mikononi mwako Bwana, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Baba, asante kwa matendo yako katika jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki sana mtu wa Mungu. Bwana endelee kukupa neema katika jina la Yesu. Nikutakie siku njema. Endelea kutunzwa mikononi mwa Bwana Yesu katika jina la Yesu. Amen.